taifa hili. Alipaza sauti za maelfu ya wakazi wa eneo la Emurua Dikir na hatimaye akatazwa kuwa msemaji wa Kipsigis. Alisimama wima na umma kwa kuwatetea wakazi wa eneo bunge lake bila uoga wala mapendeleo. Alikuwa mtu mwenye vitu na hutu na ambaye aliwajali na kuwakubali watu wake wote. Mheshimiwa Johana Ngeno daima atasalia mioyoni mwa wakazi wa Emurua Dikir. Karibu mpenzi mtazamaji, tukupakulie tuliokuandalia katika Dira ya Kibo, ikiwemo habari ya tanzia ya kifo chake Johana Ngeno. Mimi ni Ian Rotich. Nami ni Rachel Masiga, lakini kwanza tupate vidokezo. Wanafunzi warejea shuleni baada ya likizo fupi ya mapumziko. Vita vikali vinazidi kutata nchini Iran. Karibu mtazamaji. Marehemu Johana Ngeno atakumbukwa kwa mengi zaidi na wakazi wa Emurua Dikir ambapo aliongoza kama mbunge. Mwanahabari wetu Michael Sakaya ameangazia safari ya maisha yake Mheshimiwa Ngeno mpaka mauti yalipomkuta. Johana Ngeno alizaliwa mwaka wa 1972 katika kijiji cha Mogondo, eneo bunge la Emurua Dikir, kaunti ya Narok. Alifanya mtihani wa kitaifa wa KCPE katika shule ya msingi ya Mogondo na hatimaye mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya Maseno. Vilevile alifuzu kwa shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Kyiv nchini Ukraine. Alijitosa katika ulingo wa kisiasa mwaka 2007. Wananchi wa Emurua Dikir watamkumbuka Ngeno kama kiongozi aliyejali maslahi ya wanyonge. Nikiripotia Dira ya Kibu, jina langu ni Sakaya Michael. Huku wanafunzi wanaporejea shuleni baada ya likizo fupi, ni wazi kwamba wale wa gredi ya 10 wanapitia changamoto kila uchao. Wizara ya Elimu inazidi kutoa ahadi za utekelezaji wa mambo inayohitajika, japo kwa wengi yamesalia maneno tu bali si matendo. Mwanahabari wetu Riziki Omar ana mengi zaidi. Baada ya mapumziko mafupi ya muhula huu wa kwanza, shule nyingi zimeanza muhula kwa msisitizo wa kukamilisha mitaala ya kujiandaa na tathmini mbalimbali chini ya mfumo wa CBC. Wizara ya Elimu imetoa ufafanuzi kuhusu mchakato wa upangaji wa wanafunzi wa gredi ya 10, hatua inayolenga kuhakikisha wanafunzi wote wanapata nafasi kulingana na uwezo na mwelekeo wa masomo. Hata hivyo, kurejea huku kumeibua changamoto kadhaa katika baadhi ya shule, hasa kutokana na ongezeko kubwa la wanafunzi linalozidi uwezo wa miundombinu uliopo. Katika baadhi ya shule, madarasa yameripotiwa kuwa na msongamano mkubwa, huku vifaa vya kujifunza vikiwa havitoshelezi idadi ya wanafunzi waliopo. Wadau wa elimu wanasema kuwa licha ya mfumo wa CBC kuletwa kukuza vipaji na uwezo kwa wanafunzi, bado kuna haja ya kuongeza idadi ya shule na walimu kutimiza malengo hayo. Aidha, Wizara ya Elimu imeendelea kutoa wito kwa wazazi kushirikiana na walimu kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo bila changamoto zisizo za lazima. Wachambuzi wa masuala ya elimu pande mwingine wanasema sera pekee haziwezi kufanikisha, bali utekelezaji wa Wizara ya Elimu kwa vitendo na uwekezaji wa kutosha katika rasilimali na miundombinu ndio mafanikio. Huku shuleni masomo yakiendelea kwa utulivu, wanafunzi wanajipanga kukamilisha muhula huu wa kwanza kwa bidii na mafanikio makubwa. Kwa jumla, mafanikio ya mtaala wa CBC yatategemea ushirikiano kati ya serikali, wazazi, walimu na wanafunzi wenyewe. Nikiripotia Dira ya Kibu, jina langu ni Riziki Omar. Katika sekta ya afya ni kwamba mamlaka ya afya ya kijamii SHA inazidi kushuhudia usumbufu wa kiufundi katika jukwaa lake la kidijitali. Jambo hili limeathiri huduma zilizoidhinishwa mapema kwa ajili ya matibabu ya dharura kote nchini, hivyo kuwafanya baadhi ya wagonjwa kukosa matibabu. Mwanahabari wetu Janet Kirubo ametuandalia taarifa hii kwa kina. Hitilafu ya mfumo wa kidijitali wa SHA imesababisha kusimama kwa huduma za uthibitishaji wa wanachama na uidhinishaji wa matibabu katika hospitali kadhaa za umma na binafsi. Wagonjwa wanaotegemea bima hiyo wameathirika zaidi, huku baadhi yao wakilazimika kusubiri kwa muda mrefu au kulipa gharama kwa fedha taslimu wakati mfumo ukirekebishwa. Aidha, changamoto za kifedha zimeendelea kuibuka huku hospitali zikilalamikia kucheleweshwa kwa malipo ya madai yao.
SHA ambayo ilichukua nafasi ya NHIF ililenga kuboresha usimamizi wa bima ya afya. Lakini wadau wanasema kunahitajika uwazi zaidi katika ukusanyaji na usambazaji wa fedha. Serikali imesema inafanya juhudi kurekebisha hitilafu za mfumo na kuimarisha udhibiti wa kifedha wa mpango huo ili kuhakikisha huduma za afya hazijathirika tena. Wataalamu wa sekta ya afya wanasisitiza umuhimu wa kuwekeza katika mifumo imara ya teknolojia na usimamizi bora wa fedha ili kuhakikisha azma ya huduma ya afya kwa wote nchini. Nikiripotia Dira ya Kibu, ni mimi Janet Kerubu. Vita vikali vinazidi kuchacha nchini Iran ambapo Marekani na Israel wanaendeleza mashambulizi mazito nchini humo. Mashambulizi haya yamesababisha kifo cha kiongozi wa kiroho nchini Iran, jambo ambalo limeibua taharuki kote duniani. Mwanahabari wetu David Musando ameangazia habari hii kwa kina. Hali ya usalama Mashariki ya Kati imefika ukingoni kufuatia operesheni nzito ya kijeshi iliyotekelezwa na Marekani na Israeli nchini Iran. Operesheni hiyo imesababisha kifo cha kiongozi wa kiroho wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Kufuatia mauaji hayo ya Khamenei, kundi la Hezbollah nchini Lebanon limejibu kwa kurusha mvua ya roketi na ndege zisizo na rubani nchini Israeli. Hatua hiyo imesukuma Israeli kujibu mapigo kwa kushambulia mji wa Beirut, katika kile kinachoonekana kuwa ni kusambaa kwa vita hivyo katika nchi jirani. Rais Donald Trump amedhibitisha kuuawa kwa wanajeshi 3 wa Marekani, huku akionya kuwa mashambulizi hayo ndio kwanza yameanza. Rais Trump ameapa kulipiza kisasi kwa vifo vya wanajeshi wake, akisisitiza kuwa malengo ya Marekani lazima yatimie bila kujali gharama ya damu. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. Wakati Umoja wa Mataifa ukihimiza kurejea kwenye meza ya diplomasia, Rais Trump amepuzia wito huo na kusisitiza kuongeza mashambulio. Hali hiyo imeibua maandamano makubwa katika mataifa ya Kiislamu, wakati Iran ikitangaza uongozi wa mpito chini ya Ayatollah Ali Reza Harafi. Nikiripotia Dira ya Kibu, mimi ni David Msando. Shukran mwanahabari wetu David Msando kwa uketo wa taarifa hiyo. Baada ya taarifa ya kimataifa, tukaungane na mwanahabari wetu wa spoti akatuzamishe viwanjani. Kikosi cha kandanda cha wanaume chuoni Kibabi kinazidi kunoa makali kwa ajili ya kujiandaa kwa mashindano ya kanda yanayotarajiwa kufanyika wikendi ya tarehe 14 na 15 Machi 2026 chuoni Maseno. Kikosi hicho kikifikia sasa kimecheza mechi ya kirafiki na shule ya upili ya wavulana ya Jobo inayotoka kaunti ya Trans Nzoia, ambayo ndio bingwa watetezi wa mashindano ya shule za upili mwaka jana. Mechi hiyo ilisha sare ya magoli 2-2. Aidha, vijana hawa Ijumaa hii watarajiwa kucheza dhidi ya Bungoma Stars kwenye uga wa Pavilion chuoni Kibabi, huku wiki ijayo wakidarajiwa kucheza na shule ya upili ya wavulana ya Kakamega maarufu Green Commandos, vile shule ya upili ya wavulana ya St Antons maarufu Solidarity Boys. Baada ya kutamatika kwa mechi hizo za kirafiki, vijana hawa watawakilisha vyuo vikuu vya Magharibi kwenye kombe la mashindano ya kanda pamoja na chuo kikuu cha Alupe, baada ya vyuo hivi kumaliza katika nafasi ya kwanza na pili mtawaliwa kwenye mechi za Wekusa iliyofanyika mwezi jana. Chuo cha Kibabi kikifuzu hatua ya kitaifa itakuwa ni rekodi ambayo ilikuwa imeshubirika kwa hamu na gamu. Saka viwanjani, langu jina nite Femina Julie. Basi baada ya kupasha misuli joto uwanjani, hatuna budi kutia kikomo habari za Dira siku hii ya leo. Na kabla hatujaondoka, tuwatakia ndugu zetu Waislamu Sahum Makbul na Ramadhan Karim. Tumekuwa watangazaji wako Ian Rotich nami Rechu Masiga. Kwa heri.
Kwa ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, jamii ya The Extra Mile inawaambia Saum Makbul na kuwatakia Ramadhan Mubarak katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Fungo mwema, Ramadhan Karim, Saum Makbul. دوما قريب رمضان